Bwana umetukuka. Umetukuka juu kuliko wengine wote. Leo tunakupa heshima na tunakupa sifa zote. Pokea sifa zetu Bwana. Kubali mioyo yetu ya kukuheshimu. Na Bwana ukakutane nasi, ukatutendee, ukatupeleke mahali pa juu pa kuwasiliana na wewe, pa kukutana na wewe Mungu. Tenda makuu katika maisha yetu. Tenda makuu katika maisha yetu. Asante Bwana. Kwa jina lako takatifu tunaomba na kuamini. Amen. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Amen. 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 Tunaweza kuketi. Worshipers, thank you very much. May the Lord bless you. Amen. Asante sana, worshipers. God bless you. Tumekuwa tukiongea juu ya kuheshimu jina la Bwana Mungu wetu. Na ni topic ambaye hata ambaye tunaweza hubiri the whole year, by the way. Bwana sifiwe. Kwa sababu behind everything, at the back of everything, kumheshimu Mungu ndio kitu tunaweza kusema kikubwa kuliko zote. Amen. Tukimpa Mungu heshima, ndio kitu cha maana. Tumpe heshima kwa matendo yetu, tumpe heshima kwa mazungumzo yetu, tumpe tu heshima katika njia zote. Katika hali ya kumwabudu tumpe heshima, katika hali ya kumfanyia kazi tumpe heshima. Tunaweza kusema hiyo ndio backbone ya kila kitu ambaye mtu wa Mungu anastahili kufanya. Bwana asifiwe. Kama wewe ni mgeni hapa kanisani, hiyo ndio theme yetu katika mwaka huu, na ndio kwa sababu tumeweka bana, na bana yetu imewekwa hapo, iko very clear. Inasema, this year we are telling ourselves we want to honor the name of the Lord our God, regardless of what happens. Na katika ulimwengu ule tuko, chochote kinaweza kutokea, kinaweza kufanyika. Changamoto zinaweza kuja ya kila aina, hata zile ambazo hatufikiri. Lakini hata hizo changamoto zikija, sio kusema tumsahau Mungu, sio kusema tumweke Mungu kando. Bado lazima tumpe Mungu kipaumbele, na bado mpaka tumheshimu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na naamini tukifanya hivyo tutapata ushindi juu ya changamoto za maisha. We will be able to enjoy victory over life's challenges. Praise the Lord. It is true, ni kweli kabisa ya kwamba siku za mwisho zinaenda zikiisha. Ni siku za mwisho ndio, lakini kuna wakati ilianza. Kuna wakati ambaye hii siku za mwisho ilianza. Lakini saa hii hatuwezi kusema imeanza. Tunasema imeendelea, na inaenda fika ukingoni. Inaenda kumalizika. Na kama vile siku za mwisho zinaenda kumalizika, ndivyo na adui yetu pamoja na kundi lake wanafanya chochote wanachoweza, wakijua ya kwamba kipindi cha mwisho kimefika. Hiyo ndio kwa sababu unasikia mambo ambaye ulikuwa huwezi kusikia pale mbele. Hiyo ndio kwa sababu mambo imewaka. Mambo imewaka. Deception, udanganyifu imepanda juu sana. Mambo ya information, unajua tunasema tuko katika kile tunaita information technology, IT, information technology. Information inaenda haraka
na inaenda kila mahali na kila pembe. Ile wakati ambao ulikuwa ukingojea uende kwa nyumba usikize redio, hiyo iliisha. Unaweza kupokea habari hata kama unatembea, kwa sababu wewe mwenyewe una chombo cha habari mkononi. So you are able to get information. Whatever information, you are able to get it, and you are able to get it very fast. Lakini swali ile iko ni hii information yote ambayo tunapata ni ya kweli? To begin with, ni ya kweli? Kwa sababu katika hizo information kuna za uongo. Kuna zile ziko designed zitoe watu katika imani. Watu wanakuwa bombarded na a lot of information. Now we must agree, and it is true, that there are information ambazo hazitoki headquarter ya mbinguni, lakini zinatoka headquarter ya Jahannam. Zinakuja confuse watu, zinakuja kudanganya watu, mpaka kuna wakati unashindwa ukweli uko wapi? Kama ulikuwa unafuatilia uchaguzi wa Amerika, ile ya Biden na huyu anaitwa Trump, ukweli ya mambo ni kwamba information was coming from different sides. Kuna wale ambaye walikuwa supporters kufa na kupona wa Trump, na kuna wale ambaye naye walikuwa supporters wa Biden kufa na kupona. Na ukisikiza pande zote zikiongea, unaanza kushindwa ukweli uko wapi, kwa sababu Trump naye amekaza kuna udanganyifu, kuna fraud, kuna uongo, kuna kuiba kura, kuna nini. Naye mambo ikipelekwa kotini inasemekana hakuna, ni uongo, hakuna wizi. Na watu katika social media, you get information from this side and you get information from that side, and you end up wondering ukweli uko wapi jamani? Where is the truth? So tuko katika ulimwengu ambaye information imejaa, na katika hizi information ambazo zimejaa, ukweli ni kwamba adui ako pia anafanya kazi katika habari tunaona, ya kazi katika movies ambazo zinaonekana, kazi tu katika kila eneo. Na hitaji ya kwamba mtu wa Mungu akae macho. Itahitaji mtu wa Mungu awe karibu na Bible yake, asome, ajue ukweli uko wapi. Kwa sababu asipokaa karibu na Bible yake, zile habari atapokea zitakuwa mingi na mingi, mpaka ita-confuse, mpaka mtu hata mtu anaweza kufika mahali aseme kweli Mungu yuko ama yuko. Bwana Yesu asifiwe. Hali hii ya misho za siku za mwisho, tunahitaji tumheshimu nani? Tumheshimu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na tunasema tuko na hakika kulingana na Bible, kulingana na testimony, kulingana na mambo ambayo Mungu alifanya na bado anafanya, ya kwamba kama tutampa Mungu heshima, tutapata ushindi juu ya changamoto ya maisha. We will get victory. We will get the final victory. Bwana asifiwe. Na zile mistari ambazo tunatumia kama reference verses ziko katika bana yetu, ijapokuwa sijui kama watu wale wako nyuma kabisa kama wanaweza soma. Nataka tu kuamini, najua ya kwamba hii ya katikati to enjoy victory is not very clear from far. But we have our reference text, Proverbs 18:10. Jina la Bwana ni ngome imara, mwenye haki akikimbia anakuwa salama. Tuko na Zaburi 27:18. Wengine wanategemea mafarasi, wengine wanategemea magari, lakini sisi tutategemea jina la Bwana Mungu wetu.
na tuko na 1 Samuel chapter 2 verse 30, mahali ambapo Mungu anasema wanaoniheshimu hata mimi nitawaheshimu, lakini wale wananidharau hata wao watadharauliwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hizi ndizo mistari zetu za kushikilia tunaposhika theme yetu. Na Jumapili iliyopita tuliangalia mistari zaidi. Mojawapo ya mistari ambapo tulisoma ambaye inazungumza juu ya the call to honor God's name, mwito ya kuweza kuheshimu jina la Mungu. Tulisoma katika kitabu cha Kutoka Exodus 20 verse 7, ambaye tunaambiwa we are not supposed to misuse the name of the Lord our God. Tusitaje bure jina la Bwana Mungu wetu, tusichezee jina la Bwana Mungu wetu, maana Mungu hata kosa kuchukua mtu kuwa na hatia akicheza ama asipoheshimu jina lake. Alafu tuliona Walawi, Leviticus 10:3, ambapo Mungu anasema watu wale wanamkaribia mpaka wampe na jina lake mpaka yeshimiwe na watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Those verses we went through them last Sunday, and they are just emphasizing that we need to honor the name of the Lord. Today we are going to go a little bit more, and one of the verses I want us to look at first, before we look at areas where God expects his name to be honored. Kuna sehemu tu ambayo Biblia inataja heshimu Mungu hapa, heshimu Mungu hapa, heshimu Mungu hapa. So tutaangalia visehemu hivyo. Lakini kabla hatujaenda hapo, fungua kitabu cha Ezekiel 36 verse 20 to 23. Ezekiel 36, watu wa screen tupeleke pale. Ezekiel 36 from verse 20 to 23. There is something here, there is a statement that we see from the scriptures. This statement shows us how God is concerned about his name being honored. Praise the Lord. Can you take us to NIV, please? NIV. Take us to NIV. Take us to NIV, please, instead of King James. Not that King James iko na shida. It's just that I prefer the NIV. But wa screen unaniambia leo hakuna NIV. Hata kama hakuna sawa. And when they entered into the heathen, whither they went, they profaned my holy name. When they said to them, these are the people of the Lord, and are gone forth out of his land. Twende kwa 21. But I had pity for my holy name. I had pity for my holy name, which the house of Israel had profaned among the heathen, whither they went. 22. Therefore say unto the house of Israel, thus says the Lord God, I do not this for your sakes, O house of Israel, but for my holy name's sake, which you have profaned among the heathen where you went. Verse 23. And I will sanctify my great name, which was profaned among the heathen, which you have profaned in the midst of them. And the heathen shall know that I am the Lord, says the Lord God, when I shall be sanctified in you before their eyes. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu walifanya jina la Mungu likasifiwe. Kule walikoenda katika nchi ya mataifa, mahali ambapo watu walikuwa wakiabudu masanamu, hawakupeana heshima kwa jina la Mungu. Katika NIV inasema, and whenever they went among the nations, they profaned my holy name. Kila mahali walienda, walichafua jina langu. Maana watu walisema, these are the Lord's people, and yet they had to leave the land. I had concern for my holy name, which the people of Israel profaned among the nations where they had gone. Uhusiano ya watu wa Mungu na Mungu ni uhusiano ambaye ilikuwa uhusiano yenye nguvu. Hata mataifa walijua ya kwamba Mungu anapigania watu wake. Maana mara kwa mara wakati kulikuwa na confrontation, Mungu alikuwa akipigania watu wake akiwapatia ushindi. Lakini kulifika mahali ambapo watu wa Mungu wenyewe walishindwa na wakachukuliwa mateka na wakapelekwa nje za mbali. Alafu sasa watu wakasema, angalieni watu wa Mungu wametolewa kwao, wamepelekwa kwa nchi zingine. Ni kama walikuwa wanasema, huyo Mungu wao wa nguvu wako wapi? Mbona huyo Mungu wao hakuwapigania? Mbona huyo Mungu wao hakuwalinda? Mbona huyo Mungu wao hakuwasimamia? Angalia vile wamekuwa mateka. Angalia vile wamekuwa watumwa. Angalia vile wamekuwa watu ambao hawajiwezi. Na wakati watu wa mataifa walikuwa kizungumza hayo, Mungu alikuwa anaumia kwa roho yake. Anaumia kwa sababu anajua ya kwamba haistahili kuwa hivyo. Alafu sasa Biblia inasema Mungu anatangaza yeye mwenyewe, nyinyi mumekasifu jina langu, mumefanya jina langu likasifiwe, lakini mimi sasa nitajipigania mpaka watu wajue ya kwamba jina langu sio la kuchezewa. Nitajipigania watu waone ya kwamba bado niko na nguvu, na ya kwamba shida si kutoka kwangu, lakini shida ni kutoka kwenu. So this is how God is concerned about his holy name. Verse 21, he says, I had concern for my holy name, which the people of Israel profaned among the nations where they had gone. Therefore say to the Israelites, this is what the sovereign Lord says, it is not for your sake, people of Israel, that I'm going to do these things, but for the sake of my holy name, which you have profaned among the nations where you have gone. I will show the holiness of my great name. I will show the holiness of my great name. Watu watajua ya kwamba jina langu haliwezi kufananishwa na majina mengine. Nitaonyesha utukufu na utakatifu ya jina langu lililo kuu. Ndivyo Bwana anasema. Praise the Lord. Then the nations will know that I am the Lord, declares the sovereign Lord, when I am proved holy through you before their eyes. Bwana Yesu asifiwe. So Mungu anasema, nyinyi mumepungukiwa, mumefanya yale ambayo haikustahili ifanyike, lakini mimi nitajipigania ili jina langu lisimame likiwa takatifu na likiwa safi. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha Samuel, unapata ya kwamba kuna wakati watu wa Mungu wali backslide, viongozi wali backslide,
Na vita ilipotokezea kati ya Waisraeli na Wafilisti, Wafilisti walipiga Waisraeli, wakabeba sanduku la agano, wakaenda naye. Hata Wafilisti wenyewe walikuwa wanajua ya kwamba Mungu anakaa pale katika sanduku la agano. Hata Wafilisti wenyewe walikuwa wanajua ya kwamba yule Mungu ako pale kwa sanduku la agano, sio Mungu wa kuchezewa. Walipoenda kupigana na wao, hata wao walikuwa wanaogopa, lakini walijipa moyo, wakasema tupigane. Wakapigana na wakabeba sanduku la agano. And I think in the whole Bible, that one case that was very pitiful, ilikuwa jambo la huzuni. Ni kama Wafilisti wakasema, huyu Mungu wao ambaye wamekuwa wakiringia, huyu Mungu wao ambaye wamekuwa wakitukuza, leo tumemchukua, leo tunaenda na yeye, leo hana uwezo, leo hana nguvu, leo tumemkamata, leo tumeenda na yeye. Imagine the very ark of covenant, ambaye ilikuwa ndipo mahali pa kutangaza uwepo wa Mungu, imechukuliwa na adui na imeenda. Na Wafilisti walifikiria wakienda na sanduku la agano vitani watashinda. Hawakushinda, walishindwa, na sanduku lenyewe likaenda. Lakini jambo la kufurahisha, Mungu kwa sababu ya heshima ya neno lake, hata kama Wafilisti walikuwa wamechukua sanduku wakaenda, bado Mungu alifanya nini? Alijipigania. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hawa watu walichukua sanduku la agano wakaweka kwa nyumba ya Mungu wao. Yule Mungu wao anaitwa Dagon. Wakaweka sanduku ya agano hapo, wakiwa wanasema ule tumeshinda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku iliyofuata walipata Mungu wao ambaye anaitwa Dagon ameanguka. Wakashindwa, nani ameangusha Mungu wetu? Ameangukaje? Wameleta Mungu wa Israeli wakaweka kwa hekalu yao karibu na Dagon, lakini Dagon akaanguka. Wakasema labda aliangushwa na kitu ama mtu atuelewi. So wakamsimamisha tena, wakamweka pale. Lakini walipokuja, sio kuanguka tu, alikuwa ameanguka. Sasa ameanguka mpaka vipande katika zikavunjika. Wakasema haya, Mungu wa Israeli hawezi kukaa karibu na Mungu wetu. So wakamtoa. Wakaona wakiendelea kumweka pale watakuja wapate Dagon na yuko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu alikuwa tayari kusimamia jina lake. Na kila mahali walipeleka sanduku la agano la Bwana, Wafilisti walipigwa na tauni, walipigwa na plague. Watu wanakufa, watu wakifa mji huu wanachukua sanduku wanapeleka mji mwingine. Ikienda ile mji mwingine tena watu wanaanza kufa. Mpaka watu wakaanza kuteta. Msilete hiyo sanduku hapa. Kama ilikuwa imepelekwa kule Meru kwa kina Pastor, watu wakafa. Ikaletwa Murang'a, watu wakafa. Inataka kupelekwa Nakuru, watu wa Nakuru wanasema hapana, leta hiyo sanduku hapa. We don't want to die. So wenyewe wakaanza kuteta, hatutaki kufa, ondoa hii sanduku hapa. Mwisho wake wakajua ya kwamba hata kama tulishangilia wakati ambapo tulichukua hii sanduku, kukaa na hii sanduku si rahisi. Amen. Hata kama tulisema we have captured the God of the Israelites, tumeona ya kwamba huyu Mungu anaweza kujipigania. So wakaamua wa release hiyo sanduku.
na wakasema kama ni mambo haya yamekuwa yakifanyika ni kweli, tuweke hii sanduku kwa ng'ombe wale wananyonya. Na hawa ng'ombe ambayo wananyonyesha, wakienda na hii mkokoteni non-stop, tutajua ya kwamba ni Mungu huyu amekuwa akijitetea na akitupiga. Na wakajiuliza, tutatoa sadaka gani? Lazima tutoe sadaka ya kuheshimu huyu Mungu. So wakatoa sadaka ya kuweza kumheshimu Mungu, wakaweka kwa ile sanduku pale, kwa sanduku la agano. Bwana Yesu asifiwe. Na wale ng'ombe wa kunyonyesha hata hawakuangalia nyuma. Hata kama watoto wao walikuwa wanalia hawakuangalia nyuma. Walienda wakaenda straight. Na wale watu wa Filisti wakajua, kumbe this is not coincident. This is the God of Israel fighting for himself, fighting over his name. Amen. Waisraeli wamelet Mungu down kwa sababu ya maisha yao mabaya, lakini Mungu amejipigania na Mungu amejitetea. Bwana Yesu asifiwe. Wacha niwaambie wapendwa, okay, nyinyi mnaweza kuamua mtaki kuheshimu Mungu, mnaweza kuamua mnataka kufanya yale mnataka, mnaweza kuamua kufanya whatever you want. But what I want to tell you, even if you fail to honor God, God is going to make sure his name is honored. Bwana Yesu asifiwe. Yeye atahakikisha jina lake limepewa nini? Limepewa heshima. Wanaopiga kelele wakisema hayuko, wakisema hakuna maana, kuna wakati watakuja kukubali kweli yuko. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba kila goti litapigwa na kila ulimi litakiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Praise the Lord. So God has got a lot of concern over his name. And this is what we read in that Ezekiel 36. Na katika kitabu cha Ezekiel, there are other places where God talks about his concern over his name. Praise the Lord. Lakini nataka sasa twende kitabu cha Malaki, kwa sababu katika kitabu cha Malaki Mungu anazungumza zaidi kuhusu jina lake kuheshimiwa. Let's go to the book of Malachi, and in this place we are going to find areas of concern, areas that God wants his name to be honored. Praise the Lord. Tuende katika kitabu cha Malaki, na tunaanza na Malaki chapter 1 verse 6. Malachi chapter 1 verse 6. Hapa tunaona jambo moja ambaye Mungu anamulika. Mungu anamulika, na anamulika kwa njia ya kuuliza swali. Anamulika katika njia ya kuuliza swali, na anasema hivi: a son honors his father, and a servant his master. If then I be a father, where is my honor? And if I be a master, where is my fear, says the Lord of hosts unto you? O priests that despise my name, and you say, wherein have we despised your name? Kabla hatujasonga mbele, angalia tu hapo. Mungu anasema, okay, mimi ni baba. Mwana anampa baba heshima. A son honors his father, and a slave his master. If I am a father, where is my honor? Where is the honor due to me? If I am a master, where is the respect due to me? Says the Lord Almighty. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kikawaida mwana anamheshimu baba, na kikawaida mtumishi ama mtumwa anaheshimu mkuu wake ama master wake. Alafu Mungu anauliza,
na mimi heshima yangu iko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Na unajua sehemu ya mwisho is mentioning priest, and that is very important, kwa sababu wale watu Mungu ana address ni wale watu ambaye wanaita huyo Mungu Baba, na sisi tunamuita Baba. Wewe unamuita Baba. Wewe ambaye unaita Mungu Baba ndio Mungu anakuaddress wewe tu. Kuna yule kule nje ambaye anasema hata hayuko, wachana na huyo. Kuna yule kule nje ambaye yeye amesema mimi siwezi kumpa Yesu maisha yangu, achana na huyo. Mungu ana address the people who call him Father. Unajua ile sala ya Baba, the Lord's Prayer, wale ambaye wanafunzi waliuliza Yesu tufundishe kuomba, na akawafundisha, and we all know that prayer, our Father. It begins by saying our Father who art in heaven, but you know that word, hallowed be your name, jina lako lipate heshima. Hiyo ndio ina connect na hiyo. So God is addressing people who have a relationship with him, people who call him Father, people who call him Lord, and he's asking, heshima yangu iko wapi? Wewe ambaye umeokoka una heshima kwa Mungu. Do you really honor God? Wewe ambaye unamuita Baba, na wewe ambaye unamuita Master. And you know, when we say Jesus is Lord, what we are recognizing is that he is our Master. Yeye ni Master wetu. Is Jesus your Master? Is Jesus your Father? And if is your Master and is your Father, anauliza swali kwa sababu he's not happy. The reason why he's asking the question is he's not happy. And he's asking, where is my honor? Where is my respect? So people can call God Father, people can call God Master, and yet even when they call him Father and Master, bado hawajampa heshima ambayo inastahili. Bwana Yesu asifiwe. Now it is a very serious matter, because it is God who is asking. Amen. It is God who is asking. Bwana Yesu asifiwe. If God expects honor, he expects it from people who serve him. Hiyo ndo kwa sababu unaona akitaja, in fact anasema hapo chini, it is you who priest who show contempt for my name. But you ask, how have we shown contempt? And then he says, by offering defiled food on my altar. But you ask, how have we defiled you? By saying that the Lord's table is contemptible. When you offer blind animals for sacrifice, is that not wrong? When you sacrifice lame or deceased animal, is that not wrong? Try offering them to your governor. Would he be pleased with you? Would he accept you? Says the Lord. Amen. God expects greatest honor from his priest. Kama kuna watu ambaye Mungu alitarajia katika hii mambo ya kuheshimu Mungu, kama kuna watu ambaye Mungu alitarajia watampatia heshima zaidi, kuwa makuhani. Na hao makuhani ndio walifanya mambo ya kuonyesha ya kwamba hawana heshima kwa Mungu. Na walifanya hivyo kwa sababu Biblia inasema dhabihu zile walikuwa wakitoa ni dhabihu ambaye ilikuwa ni kama ya kumtusi Mungu. Kwa sababu mtu anatoa dhabihu ya mnyama kilema, anatoa dhabihu ya mnyama chongo. Unajua hata kama mtu anakupenda na anataka kukupatia zawadi,
na labda akona kuku anataka kukupatia. Kweli anaweza kuamua kukupatia kuku ambaye haina jicho moja? Unajua yule kuku hata kama amenona namna gani, hata kama anakaa vizuri namna gani, hawezi kusema fulani mimi nakupenda na kupatia hii zawadi, alafu akupatie zawadi ya kuku ambaye jicho moja halina. Atakuwa amekudharau. Hata afadhali akupatie ingine ile inona sana, lakini iko na macho ngapi? Iko na macho mbili. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hawa makuhani waliruhusu, walikubali, hawakuona kama ni shida. Hata wakati mwingine watu walileta sadaka tu ambaye mnyama mwenyewe ukimuona unaona huyu ni mgonjwa. This is a sick animal. Wakati mwingine ya wanyama wa kufuga wanakuwa na ugonjwa unaitwa foot and mouth disease. Mdomo inakuwa na vidonda, miguu haiwezi kutembea. Na wewe kwa sababu umeona hiyo ndio utaki ubaki naye. Kale kazuri unabakisha, unabeba ile iko na foot and mouth disease. Unapeleka kwa kuhani, ati hiyo ndio sadaka ambayo unatoa mbele ya Mungu. I am asking you brothers, is it really right for you to take an animal iko na foot and mouth disease ndio unapeleka ikatolewe pale? Makosa. Kutokuheshimu Mungu. Na wale watu ambaye Mungu anaonekana ako na haro na wao, watu ambaye Mungu ako na haro na wao katika area ya heshima, anataja kwanza makuhani, wale ambao wanamtumikia. It is always very sad. It is always very sad. It is very, very sad when the people who are leaders, when the people who are in the front line, ndio watu ambao wanakosa kumheshimu Mungu. It is very sad. Lakini inafanyika wakati mwingine inafanyika. Yule ambaye hukutarajia atakosa kumheshimu Mungu, ndio anakosa kumheshimu Mungu. Ndio anafanya jambo ambalo unashindwa kwa nini amefanya hii jambo. Na hata tukifikiria juu ya makuhani, lazima ujue katika New Testament sisi wote ambaye tumeokoka ni makuhani. Bwana asifiwe. Ambia jirani yako, wewe ni kuhani. Wewe ni kuhani. Wewe ni kuhani maana wewe unatoa dhabihu, unatoa sadaka, dhabihu ya sifa, dhabihu ya kumwabudu Mungu, dhabihu ya kumuomba Mungu, dhabihu ya kumtukuza Mungu. Lakini hata wakati tunayatoa hayo, tunafika mahali ambaye sisi wenyewe ambaye ni makuhani, watu walioitwa kwa jina la Mungu, ndio tutakuwa sasa watu ambaye tumefanya jina la Mungu lisiheshimiwe. Praise the Lord. And the Lord is very annoyed. It is you priest, wewe nyinyi makuhani. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko kwa kwaya, Mungu ni wewe mtu wa kwaya. Kama uko kwa worship team, ni wewe mtu wa worship team. Bwana asifiwe. Kama uko katika timu ya wachungaji, ni wewe mchungaji. It's very serious. You are the people who are not honoring my name. And you are not honoring my name kwa sababu sadaka ile mnatoa pale, hata anasema uwezi kupelekea gavana wako, uwezi kupelekea gavana wako. Hawezi kupelekea gavana, lakini Mungu unampelekea. Hawezi kupelekea mkuu wako ama president wako, lakini unampelekea Mungu. Imagine what a terrible thing that is. Praise the Lord. Lakini katika hii text ya Malaki, kwa sababu Malaki ni nabii ambaye anataka jina la Mungu lipewe heshima.
na kuna mambo inafanyika katikati ya watu wa Mungu ambaye kulingana na Malaki haiheshimu Mungu. Na ukiendelea kusoma Malaki unaona anataja mambo hayo. Na nimetaja hizo za kwanza, ambaye inahusu makuhani. Angalia mstari wa 10. Angalia mstari wa 10, chapter 2. Let's go to chapter 2 verse 10. Let's go to chapter 2 verse 10. Let's go to chapter 2 verse 10. There is another area here that is very important in terms of honoring God. Malachi chapter 2. Look at that verse 10. Have we not all one Father? Hath not one God created us? Why do we deal treacherously with every man against his brother by profaning the covenant of our fathers? Bwana Yesu asifiwe. Have we not one Father? Hath not one God created us? Why do we deal treacherously? Sasa anaangalia kundi la Mungu, ya watu wa Mungu. Wewe unakiri, unasema mimi nimeokoka, Yesu alinikomboa, alinitoa dhambini, akanitoa katika ufalme wa giza, amenileta katika ufalme wa nuru. Na wewe pia unasema hayo kama vile mimi nimesema. Kwa sababu baba wetu ni moja, na Mungu wetu ni moja, na mkombozi wetu ni moja. Lakini sasa ona mahali shida inakuja. We deal treacherously every man against his brother. Watu wanakosa kuwa waaminifu na wenzao. Wakati tunakosa kuwa waaminifu na wenzetu, hiyo pia inafanya jina la Mungu likose heshima. Imagine Mkristo anaenda kuibia Mkristo mwenzake, brother Oliver. Ni nani aliiba? Fulani. Nasi wanaendaga kanisa moja? Ndio. Na hata Yesu ameokoka? Ndio. Na Oliver ameokoka? Aliibaje? Unajua mambo ambaye waaminio wanafanyiwa waaminio wenzao. Kuna mambo unaweza kufanyia muaminio mwenzako na iwe ni kitu ambaye itaharibu, itachafua jina la Mungu. Si ni kweli? Itakuwa ni jambo ambaye itachafua jina la Mungu. Our Father is one, our Redeemer is one, our Savior is one. We are supposed to be flowing together, working together, but you find that some people are dealing treacherously with the very people ambaye ni wapale kanisani. Watu wale wa Mungu. Watu ambaye tunastahili kuflow pamoja, tunakuwa hatuflow pamoja. Kwa sababu mwingine akona ni mtu ana conspire, anapanga mambo ambaye ni mabaya, anapanga mambo ambaye si mazuri. So one area ambaye Malaki anataja is that God expects honor through our faithfulness to one another. We need to be faithful to one another. In our relationship and in our interaction, the name of God needs to be honored. We should not do those things in our interactions ambaye badala ya kutukuza jina la Mungu inashusha jina la Mungu. Wakristo wawili walipatikana wakipigana. Imagine 2 Christians are found fighting. Not only fighting, kuna times unaweza pata 2 Christians, they are not only fighting, lakini wanatukanana. Wewe ni Mkristo na bado unatukanana, na uko tayari kutukana wengine, na uko tayari mwenzako. Mambo kama hayo inafanya jina la Mungu lisipate heshima. Bwana Yesu asifiwe. Kama tunataka jina la Mungu liendelee kuheshimiwa,
mpaka sisi wenyewe tuwe na heshima moja kwa mwingi na tuwe waaminifu moja kwa mwingine. Bwana Yesu asifiwe. But that is not the case. Hiyo ni ukweli. That is not the case. Because hiyo hivyo mara nyingi sisi wachungaji inabidi we come in because two brothers wamepigana mpaka karibu wauane. Kuna yule alikopeshwa pesa akakataa kurudisha. Mimi najua hiyo ni sensitive. Lakini wacha niwaangalie nyuso zenyu ndio nijue huyu aliyepewa na jarudisha ni nani. Bwana asifiwe. Wewe ulikopesha pesa au jarudisha mpaka sasa unakwepa mwenzako, unajificha. Our Father is one. Is the one who created us. Let us not deal treacherously with one another. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. 20 verse 13. 20 verse 13 to verse 16. Verse 13. And this have you done, covering the altar of the Lord with tears, with weeping and with crying out, in so much that he regarded not the offering anymore, or receive it with goodwill at your hand. Verse 14. Yet you say, wherefore? Because the Lord hath been witness between thee and the wife of your youth, against whom thou hast dealt treacherously, yet she is thy companion and the wife of your covenant. Hebu turudi pale 13. Turudi pale 13. Hapa 13 kuna mtu analia, anatoa machozi kwa madhabahu ya Mungu. Covering the altar of the Lord with tears and weeping and crying. And you are wondering why God is not accepting your offering anymore. And God is not accepting your things with goodwill. Mtu analia, Bwana, mbona unisikii? Bwana, mbona unipijibu? Bwana, mbona uonekani kwangu? Unalia kwa madhabahu ya Mungu. Unaozi pale kwa madhabahu ya Mungu. Unataka Mungu akusikie. Unashangaa kwa nini hakusikii wala hatambui sadaka yako. Lakini jawabu liko katika verse 14. Jawabu liko katika verse 14. Inasema, wewe unauliza ni kwa nini? Kwa nini it looks like my prayers are not going through? It looks like God is not answering me. It looks like God is not accepting my offering. Why? Lakini jibu ni hii. Because the Lord has been witness between you and the wife of your youth, against whom you have dealt treacherously, yet she is your companion and the wife of your husband. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. And you are wondering why God is not accepting your offering, why God is not answering you. Na in verse 14 Mungu anapeana jibu, anasema because wakati ulikuja kanisani Mungu alikuwa witness. Kuna yule anasema sisi hatukuja kanisani, sawa. Hata kama mkuja kanisani, ulienda kwa wazazi ukasema huyu nimempenda, nataka awe mke wangu, ukakubaliwa. Haukukubaliwa tu, ukatoa dawari, ukatoa ng'ombe, ukatoa pesa, ukatoa whatever, ukasema huyu ndio nampenda. Mungu bado alikuwa witness huko. Mungu hata bado alikuwa witness huko. Kuna wale hata labda hamkuenda kwa baba na hamkuenda kwa mama, mlipendana tu kinyinyi.
kivyenyu tu wherever you are, mkasema tunataka kuishi kama mume na mke. There was an agreement between the two of you and God is there. Although tukija kanisani haturecommend hiyo kwa sababu hiyo saa ingine inakuwa na mambo. Unaweka agano bila kufikiria. Una connect na mtu bila kufikiria. Na mnaamua mnaenda tu kukaa bila kufikiria. Saa ingine unahitaji judgment ya watu wengine. Unahitaji watu wa kuuliza maswali. Huyu mtu umemjua kwa muda gani? Mumejuana kwa muda gani? Ni mtu mwaminifu, ni mtu wa aina gani? So atu recommend hiyo. Lakini even when we don't recommend it, kama mlikubaliana mkiwa wawili, bado Mungu alikuwa witness hapo. Bado Mungu alikuwa akiangalia. Bado Mungu alikuwa akiona. Lakini baadaye umegeuka sasa, umekuwa mtu mwingine. Ulikuwa hata umejifanya wewe ni mtu wa Mungu, ulijifanya umeokoka. Sasa you have come out in your true colors. Ulikuwa hata umesema wewe ukunywaji, sasa unakunywa kweli kweli. You are going to the altar of God with tears and weeping and crying and wondering why your prayers are not answered. And God is saying, He is not answering your prayer kwa sababu amekuwa witness between you and the wife of your youth. Whom you have dealt treacherously with. Umemfanyia hiana kwa Kiswahili. Kiswahili inasema umetenda hiana. She's your companion, lakini umetenda hiana. Na hii mambo ya hiana haishi na wanaume peke yao, hata wanawake wanaweza kutenda hiana kwa wenzao. Na tukitenda hiana one against another, it doesn't matter which side inatenda hiana, we must know that is haimpi Mungu heshima. Yule Mungu mlinena mbele yake, yule Mungu mlifanya agano mbele yake, anakosa heshima. Na hiyo ndio kwa sababu in the western world, kama America na Europe na case ile kubwa sana, ni kubwa sana. Kwa sababu kule mambo ya ndoa imekuwa ni kama kitu ambaye is not a very 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 serious thing. Unasikia tu story, mtu anaambiwa yeye ameshaolewa mara 4 ama mara 5. Alikaa na huyu hakumfurahisha akamwacha. Akakaa na huyu mwingine hakumfurahisha akamwacha. Akakaa na huyu mwingine hakumfurahisha akamwacha. How can you get married to 5 people na wewe unashinda tu kiachana? What is wrong with you? Bwana Yesu What is wrong with you? Na haya mambo ambayo watu wanafanya, hata kama wazungu wamefika mahali wakaona kama ndoa si kitu so special, and they say I am not compatible with him, hatuingiani. Lakini mlipoongea Mungu alikuwako na Mungu alikuwa akiona. Lakini mmetupa hayo, mkaanza kufanya hiana. Na wengine wanafanya hiana ndio mwenzao aende, ndio apate nafasi ya kupata mwingine. Sasa hiyo hiana yako ndugu yangu Mungu anaiona. Na kwa sababu ya hiyo hiana yako ambaye haileti heshima kwa Mungu, utaenda kwa madhabahu ulie machozi ijae chupa, ijae sahani, na hakuna jibu, na hakuna answer. Kwa sababu kulingana na Mungu, you needed to give honor to him. When you took somebody to the altar, went with somebody to the altar, you need to know that because of the name of the Lord, you need to give honor to the name of the Lord. And that's why we are saying in sickness and in health, kama ni kwa afya mzuri ama mambo haribika,
katika pesa, katika upungufu ama hakuna upungufu. Tunataja hiyo. Now of course sometimes people say, kwa nini unataja hiyo? Tunataja ndio tuseme ukweli. Kwa sababu hiyo ukweli ndio imefanya watu wamekosa kukaa pamoja na watu wameachana. Ndoa inapatia Mungu heshima, lakini ndoa pia inaweza kukasifu Mungu kulingana na vile wewe una handle hiyo ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. God expects our honor through our faithfulness to our spouses. Uaminifu wetu kwa wenzetu ambaye tumeoana, Mungu anatarajia heshima itoke huko. Praise the Lord. Praise the Lord. But too bad, sometimes even believers fight mpaka wanakimbizana kwa kijiji. Mzee amekimbiza mama, ananichapa, nisaidieni. Na mtu anauliza, hao si ni washirika wa Pasaka? Washirika wa Pasaka wametuangana mpaka watu wasema na nyinyi mkipigana hivyo kweli mtafanya watu wakuje kwa hii kanisa? Ama watu wasema huko kwa Pastor Gaya vile watu wanachapana kwa ndoa. We don't want even to go close to that place. Amen. Now, because of time, I still have some things, not only in the book of Malachi, but some of them in the book of Haggai. In the book of Proverbs, we have areas where God specifically talks about being honored. But today, today we are going to stop there. Amen. As we stop there, 1 Samuel chapter 2 verse 30. Wale wanaoniheshimu na mimi nitafanya nini? Nitawaheshimu. Deliverance, ukombozi ambaye Mungu alifanya kwa watu wake kwa njia kubwa, alifanya kwa sababu wale watu kwanza walimuheshimu. Amen. Wale watu walimuheshimu. Mtu kama Daniel, Bible inasema a man who is highly esteemed, ameheshimika Daniel mbele ya Mungu. Hawezi kuheshimika hivyo mbele ya Mungu ikiwa yeye mwenyewe hajampa Mungu heshima. Lakini tunajua alimpa Mungu heshima kiasi cha kusema, mimi sitakula chakula cha mfalme kwa sababu naona kama hiyo chakula haiko sawa. Sisi hatutaabudu masanamu kwa sababu tukiabudu masanamu tunaonyesha tumempa sanamu heshima kuliko Mungu. Kwa hivyo Mungu aliwadeliver, komboa, aliwafanyia miujiza, tendea mambo kuu kwa sababu wao wenyewe walimpa heshima. Na wewe ndugu yangu na dada yangu, kama utampa Mungu heshima, na nimetaja some of those things that we may think. Unajua mara nyingi sisi tukifikiria heshima, tunafikiria tu mtu kuja uombe, mwadhani, Davia. Wacha tu hiyo, wacha hiyo. Mungu anataka kuona heshima kwa uhusiano yako na watu wengine. Na Mungu anataka kuona heshima kati yako na mke wako. Na Mungu anataka atukuzwe kwa vile tu wewe unajiconduct na vile uko. Those so-called kawaida things ndio Mungu anaangalia. Ndio Mungu anaangalia. So wakati tunamwabudu, wakati tunamtukuza, when we express everything from our heart, we must also understand that He's looking at the way we conduct ourselves, the way we behave, the way we do things. Hata katika hiyo area ya kumwabudu, in terms of tunamwabudu vipi. Unajua anasema, mumeletea wanyama, mumeleta wanyama hata hawakustahili kufika hapa.
kuna kitu tunaweza kufanya na Mungu akatae. Mungu alikataa sadaka ya Kaini. Si tu kama vile saa nyingine tunasema ni ati kwa sababu alitoa sadaka ya mboga. Hapana, ilikataliwa kwa sababu Kaini mwenyewe alikuwa na tatizo. Attitude yake haikuwa sawa, maisha yake haikuwa sawa. Ndio akaambiwa dhambi na kuotea mlangoni, na ni kazi yako kuikataa. So it is maisha ya Kaini ndio ilifanya sadaka ya Kaini ikataliwe. Na kuna vile Mungu anaweza kataa sadaka yako kwa sababu ya maisha yako. Bwana asifiwe. Alikubali ya Habili kwa sababu maisha ya Habili ilikuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. You know, sometimes we look at people and we are attracted at the way they pray. And we feel like, I wish I could pray like that. Good. It is good to pray. But let me tell you, it goes more than that. At the end of the day is how is your life? Maisha yako iko namna gani? Kuna maombi zingine watu wanafanya inaitwa maombi ya cover up. Ile upungufu yako uko naye pale, unajaribu kufunika kwa maneno mengi. Unajaribu kufunika kwa makelele. Hiyo ni kweli. Sometimes watu wa psychology wanajua mambo kama hayo ni kweli. Kuna mtu anaweza kufanya kitu sana lakini kile anajaribu ni kufunika kitu fulani. So let what we are doing be genuine. Amen. Ikiwa genuine, Mungu atapokea, atakubali. Atakubali hata maombi yetu, atakubali sifa zetu, atakubali dhabihu zetu. Praise the Lord. So when you honor God, He is going to honor you. When you honor God, He is going to honor you. If you want victory in the challenges of life, then you need to honor God. Honor Him, He is going to give you victory in the challenges of life. Praise the Lord. Stand on our feet. Tumalizie hapo. Najua as the men of God and women of God come to speak here, I know God is going to reveal to them many things, because hata mimi ambaye nahubiri ninajua hiyo mambo ya hona haijaisha. Hata kama ni mimi nitahubiri, hata kama naweza kuhubiri next Sunday, bado tunaweza kuendelea na hiyo mambo ya hona, kwa sababu ni eneo iliyo kubwa sana. Na watu wakija kuhubiri hapa, najua kuna vile Mungu atawapatia ufunuo one way or another. And we are all telling ourselves we need to honor God. Ambia jirani, mpaka tumpe Mungu heshima. Mpaka tumpe Mungu heshima. Tukitaka ushindi, tukitaka kuona Mungu akitutendea, na mpaka tumpe Mungu heshima. Praise the Lord. Do you have something you want to tell Him? Ama msikii kizungu? Uko na jambo unataka kumwambia? Uko na jambo unataka kumwambia? Kama uko na jambo unataka kumwambia, si ufungue tu kinywa umwambie. Just open your mouth, whether you are up there or you are down here. Just open your mouth. Just open your mouth na umwambie kile ambacho unataka kumwambia. Wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu mkuu. Umetuokoa, umetukomboa, umetufanya viumbe vipya, umetufanya kuwa watoto wako. Na unauliza, kama wewe ni Baba, heshima yako iko wapi? Kama wewe ni mkuu katika maisha yetu, heshima yako iko wapi? Tunanyenyekea mbele yako, maana wewe unatujua. Unajua maisha yetu ya ndani, unajua mambo ya familia yetu, unajua mambo ambayo tunafanya hata mahali tunapofanya kazi, unajua habari za biashara ambazo tunaendesha, unajua habari zetu wewe Bwana. Na tuko hapa mbele ya madhabahu yako, tuko hapa tunajiweka dhahiri. We open up our being, we open up our life
We open up our everything, oh God. We ask for your sanctification in our life. Sanctify us, oh Lord. Sanctify us, so that we may continue to honor your name. Sanctify us, so that we may give glory to your name. Sanctify us, sanctify our inner being, sanctify our life, sanctify our hearts, oh God, in the name of Jesus, in the name of Jesus, so that our offering, so that our sacrifices, so that our prayers, so that our approach to your place of glory may be acceptable in your holy name, illuminate our path, angaza njia yetu, angaza mapito yetu, order our footsteps, ongoza hatua zetu. Tunajua tukikupatia heshima, jina lako likiheshimiwa, utatenda makuu, utafungua milango, utaleta jawabu, utakutana nasi, utatutendea makuu, ewe Mungu uliye hai. Jina lako likatukuzwa, jina lako likatukuzwa, jina lako lipate heshima katika njia zote. Asante ewe Mungu, asante ewe Bwana. Pata sifa Mungu wetu, pata sifa Mungu wetu, pata sifa Mungu wetu. It is our desire to bring honor to your name, as your people, as your church, as a people called by your name. Our desire is to bring honor to your name. We are praying this year, Lord, we will bring honor to your name. This year and even the coming year and forever and ever, we will bring honor to your name. We give you glory, Lord. We magnify your name. We give you glory, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Let's just lift up our right hand. Is a way of identifying ourselves before the Lord. Tunainua mikono mbele yako. Unatujua, kila mmoja wetu unatujua. Tuko na changamoto zinazokuja katika njia zetu. Kuna pingamizi zinaweza kuwa zinakuja kwa njia zetu, lakini tunasimama mbele yako siku hii ya leo. Tunasimama mbele yako katika ibada hii. Tunasimama Bwana tukisema tutaleta heshima kwa jina lako. Tutapeana heshima kwa jina lako. Kwa njia zote, kwa maisha yetu, tutaleta heshima kwa jina lako. Na wewe Mungu, pigania watu wako wewe Mungu. Pigania watu wako katika kila eneo. Pigania watu wako. I am asking, Lord, you will give victory to your people as they honor your name. Where they are fighting with the enemy, you will give them victory in the name of Jesus. That thing that desire in their heart, as they delight in you, my Lord, I pray that you are going to grant them the desires of their heart. As they lift up their hand, kama kuna mtu ambaye hasikii vizuri katika mwili yake, katika sehemu yote ya maisha yake, naomba kwamba uponyaji utapatikana. Uponyaji upatikane katika jina la Yesu. Uponyaji upatikane katika jina la Yesu. Jawabu lipatikane katika jina la Yesu. Asante Mungu wetu.
tunakupa sifa, tunasema asante. Tumpe Bwana makofi, makofi ya shangwe, makofi ya imani, makofi ya imani kwake, makofi ya imani kwake. Asante, asante maana unaweza, asante maana umetenda. Jina lako lisifiwe Bwana.